Unaangalia Yusuf Diwan Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, tunaendelea na darasa zetu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo tunaendelea katika darsa min wadhaifil qalb, kwa maana miongoni mwa kazi za moyo wa mwanadamu. Lakini atambulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasisi kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Himidi Mkunda. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Dabbasi bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu kabisa wenye kheri nyingi, salama, amani na mafanikio, kwa kuwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, bila shaka tulipokuwa pale Ghazal Muslim School tulisoma somo ambalo linaloitwa midakhatul jismi, kwa maana ni namna gani mwili unaweza kutembeza vizuri au kuzungusha vizuri damu katika mwili wa huyu mwanadamu. Maisha yanaweza kuendeleaje? Uhai unaweza kuwa katika hali gani biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hapa mashekhe zetu walikuwa kitutafsiria aya. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema na katika nafsi zenu. Kwa nini hamchukui fursa ya maksudi ya kutafiti utendaji unaofanywa kupitia katika miili yenu? Kumbe kukaa mtu akatafiti utendaji wa kinachofanyika ndani ya mwili wake ni ibada. Kukaa mtu akatafiti utendaji wa kinachofanyika ndani ya mwili wake ni tauhidi, itakupelekea kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na ukuu wake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo lazima tuisome Qur'an katika mwangaza ulio fasaha, na hasa tukienda kutokana na nyakati namna zilivyo. Kwa hiyo ukimwona mtu anakuambia science haina maana, yeye ndo hana maana huyo. Maana yake hajui kitu na hana tabia ya kutaka kujua, basi matokeo yake ni kuharamisha tu, kwa sababu yeye hajui na anaona kwamba uwezekano wa yeye kujua haupo tena. Kwa hiyo jambo jepesi ni kufanyaje? Haram, haifai, haina maana yote, tafsiri gani hiyo, imetoka wapi na nini na nini. Wewe kama hujui shekhe, uliza, ufundishwe, kaa chini ufundishwe. Mmoja katika wasemi aliwahi kusema, mwalimu wangu mmoja Sheikh Mtoro aliwahi kusema, mdomo unaweza ukakusababisha ukapata na mdomo unaweza kukusababisha ukakosa. Kwa mfano, mwalimu anafundisha alif be te, mwanafunzi akasema ye wasallam. Unafikiri hapo mwalimu anafanyaje? Kumbe nafundisha mwalimu mwenzangu, anaamua kufanya nini? Kuachana na wewe. Kumbe ulichokuwa unakijua wewe ni hiyo ye na wasallam. Baada ya ye na wasallam hakuna mengine. yapo. Kwa hiyo mwalimu anaona kama huyu ameshajua yeye wa sala, manake na mengine
anajua. Unakosa kwa sababu ya nini? Mdomo. Na ndio wengi sana sasa hivi walivyo mashehe porojo nyingi sana. Hii aya ndiyo imekaa hivi, hadithi hii, maarifa yake ukiyatazama wallahi unajichekea tu, lakini mwenyewe anaamini ana maarifa makubwa na ana kajopo kake katengeneza. Basi au kajopo hauambii kitu kwa mtu huyo, ni shida. Yani wamefungwa akili na wao wamekubali kufungika kiakili, wamekaa hapo katika kiakili hicho, ndio maarifa yenyewe. Subhanallah, Mungu atunusuru na akunusuruni nanyi pia. Ndugu zangu, leo tutakwenda kutazama alqalb, moyo. Idha aradta an ta'rifa shay'an fatadaqqaqi ilayhi. Wapo wasemi wanasema ukitaka ukijua kitu nenda ndani, usiishie juu juu. Ukiishia juu juu huwezi kufahamu uhakika wa jambo. Nenda ndani katika hilo jambo. Alqalb, moyo. Huu moyo ni nini? Tunasema moyo udhun adhaliyun yazinu ma baina 312 wa 350 gharaman. Tunasema huu moyo ni kiungo, udhun adhaliyun, ni kiungo kinachoitwa msuli. Yani ni kiungo chenye msuli, kwa maana msuli, moyo unaitwa ni msuli. Yani msuli ni kitu ambacho kinaweza kutanuka kikasinyaa, hiyo ndio inaitwa msuli katika hali za namna hiyo. Lakini ni msuli ambao yaznu ma baina, umepimwa uzani wake, kwa maana uzito wake unafikia takriban gram 312 mpaka gram 350. Kuna mtu ana moyo wake una gram 312, kuna mtu moyo wake una gram 316, kuna mtu ana gram 330, kuna mtu ana gram 350. Manake kuanzia 312 mpaka 350 ndipo unakadiriwa uzito wa moyo wa mwanadamu. Tunakwenda sawa? Wa huwa bihajmi qabdhati al-yadi, nao huo moyo una ukubwa wa kiwango cha kushika tu katika kiganja cha mkono. Moyo una ukubwa wa kuweza kushika tu katika kiganja cha mkono. Allah subhanahu wa ta'ala amenipa moyo huo mimi pamoja na wewe insha Allah. Lakini wayatakawanu min 4 tajawifi, Allah subhanahu wa ta'ala ameujalia moyo, ameutengeneza ukiwa na vyumba 4. Yani at-tajawif manake ni uwazi, sehemu zilizobaki kuwa zinao uwazi. Zipo sehemu ngapi? 4. Allah subhanahu wa ta'ala ameutengeneza moyo katika hali za namna hii. Kwa nini tunataka kuyafahamu haya? Na tulipoyasoma pale Ghazali Muslim School ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa fi anfusikum afala tubsirun, na katika nafsi zenu mbona hamchukui fursa ya kutafiti mkaujua ukuu wa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia katika nafsi zenu? Ikiwa hivyo tauhidi ya kweli itakaa katika mioyo yetu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa Allah ameutengeneza moyo kutokana na vyumba vingapi? 4. Vyumba viwili vinaitwa adhintan. Kuna vyumba viwili vinaitwa adhintan. Adhintan hizi yumna wa yusra, vinapatikana kulia na kushoto. Adhintani zinapatikana kulia na, manake upande wa kulia kuna adhinu moja, upande wa kushoto kuna adhini ya pili. Zinapatikana vijumba katika moyo kulia na kushoto. Ziko vijumba vinaitwa adhintani viwili hivyo. Lakini tablughu saatul wahida, unafikia upana wa chumba kimoja miongoni mwa hivi vinavyoitwa adhintani. Minhuma, miongoni mwake 100 sim mukab, maana yake ni sentimita 100 square. Zinakuwa katika hali za namna sentimita 100 square kila chumba katika vyumba vinavyoitwa adhintani. Sawa?
ukubwa wake ni sentimita 100 square katika moyo wa huyu mwanadamu. Tunaenda sawa sawa, ambapo vyumba vipo kulia na kushoto, ukubwa wake ni huo. Lakini wayatakawanu jidaruha, na katika sehemu ya ukuta wa vyumba hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuonyesha ukuu wake ametengeneza katika ukuta wa vyumba hivyo vinne min adalatin raqiqa, kuna misuli midogo midogo tena raqiqa. Tukisema raqiqa manake yani laini sana. Katika hali za namna hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametengeneza katika vyumba hivi viwili vyenye ukubwa wa sentimita 100 square. Hii imetengeneza katika ukuta wake kuna adalatin raqiqa, kuna misuli membamba sana midogo midogo lakini laini katika hali ya aina kadha. Allah katengeneza katika moyo wako na Allah ametengeneza katika moyo wangu. Wallahi ukiyajua haya utasema subhanaka ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaba an-nar, katika hali za aina kadha. Sasa nini kazi ya hivi vyumba viwili al-adhintan, ambapo kipo kulia kimoja, kingine kipo upande wa kushoto, ambavyo ukubwa wake kila kimoja katika hivyo ni sentimita 100 mukaabun, katika hali za aina kadha. Tunasema wayastaqbilul adhintani ad-damma al-warida ila al-qalbi min sa'iri a'dha'i al-badani wa tadakhanahu ila al-batinain. Anasema wayastaqbilul adhintani damma alwarida ila alqalbi. Hivi vyumba viwili vinavyoitwa adhintani, ambapo kimoja kipo upande wa kulia wa moyo, kingine kipo upande wa kushoto wa moyo, vyenye ukubwa wa sentimita 100 mukaabu. Vyumba hivi kazi yake vinapokea damu, vikishapokea damu vinapeleka ila alqalbi, katika moyo, sawa, min sairi a'dha'il badani. Na hiyo damu vinapokea kutoka wapi? Vinapokea damu hiyo kutoka katika viungo vyote vinavyopatikana katika mwili wa mwanadamu. Vyumba hivi ndio vinapokea. Watadakhanahu ila albatin, na inaposinyaa ule moyo, vile vyumba vinavyofanya vinachukua ile damu vinapeleka katika sehemu inaitwa albatin. Albatinaini ni vyumba sasa vinavyopatikana upande wa kulia na kushoto pia katika moyo, sawa. Kwa hiyo vyumba hivi vinavyoitwa al-adhintan kazi yake ni kupokea damu kutoka katika viungo. Baada ya kupokea damu kutoka katika viungo na kuipeleka ile damu katika moyo, na hii inapelekwa baada ya moyo kufanyaje? Kusinyaa. Ukisinyaa ndio unapeleka ile damu, yani unachukua katika moyo, lakini min a'dha'il badan, kutoka katika sehemu ya viungo vyote vya huyu mwanadamu ila albatinain, kupeleka katika vyumba vinavyoitwa albatinaini. Nini hiyo batinaini? Batinan, vyumba hivi vinavyoitwa batinan, aiman wa aisar, pia na vinapatikana upande wa kulia wa moyo na upande wa kushoto wa moyo. Lakini sasa vyumba hivi vinakuwaje? Watablughu sa'atul wahidati minha, na unafikia uzito ukubwa wa chumba kimoja miongoni mwa hivi vyumba vinavyoitwa albatinan. Ukubwa wake unafikia kiasi gani? Ni sentimita 300 mukaabun, sentimita 300 square. Kumbuka adhintan vina sentimita 100 square, lakini batinan vina sentimita 300 square. Katika hali za namna hiyo tunakwenda sawa sawa. Sasa wayatakawanu jidaruha, na vyumba hivi vyenye sentimita 300 Allah amevitengeneza, ukuta wake umetengenezeka min adalatin aghladhin wa aqwa, kutokana na misuli migumu na yenye nguvu. Kule tumeona misuli membamba alafu laini,
Ila hapa katika viumba hivi vyenye sentimita 300 Mwenyezi Mungu amevitengeneza kutokana na misuli migumu, lakini kadhalika aqwa, yenye nguvu, min adhalati al-adhintain, tena zikiwa na nguvu zaidi kuliko ile misuli iliyotengenezea vile viumba vyenye ukubwa wa sentimita 100 katika hali za aina kadha. Allah ana maksudi ya hali ya juu, na ndio maana bila shaka lau tutayasoma haya na tukabaini hapo katika mioyo yetu, wallahi bila shaka wala wasiwasi tutamjua hakika Allah subhanahu wa ta'ala, na tauhidi ya kweli itakita katika mioyo yetu, na sio kusema sema tu tauhidur rububiyya, tauhidul ilahiyya, tauhidul asma'i wa sifat kweli, lakini je, mnatubainishiaje uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa maneno hayo? Kwa lazima yakisemwa hayo maneno tutafiti pia na viumbe wa Allah, tuone aliyofanya hivi ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Hapo tutakuwa na yakini katika utendaji wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kupitia katika miili yetu. Sasa wayastakbilu albatinan, sasa hivi vyumba vyenye ukubwa wa sentimita 300 vinafanyaje? Kazi yake ni kupokea damu alwarida min al-adhintain, damu ambayo inayotoka katika vile viumba viwili vyenye ukubwa wa sentimita 100. Inapokea ile damu, inapelekwa kule. Baada ya kupelekwa kule, fayadahu al-batinu al-aysar, sikiliza sasa, fayadahu al-batinu al-aysar, yani inaposinya ule moyo. Sasa chumba kile kinachoitwa batin chenye sentimita 300 lakini cha upande wa kushoto kinafanya nini? Kinabeba adamal muhmilu bil oksijena, damu iliyokuwa na oksijeni, kwa maana damu safi isokuwa na matatizo, ila sairil a'dha'il badan, inatawanya sasa kwenda katika mwili mzima. Batin, chumba kinachoitwa batinun cha upande wa kushoto chenye ukubwa wa sentimita 300, kinachofanya wakati moyo ukisinyaa, kile chumba kinachukua damu yenye oxygen, kwa maana iliyo safi, na kinaipeleka wapi? Katika sairi a'dha'il badani, katika viungo vyote vya mwili wa mwanadamu. Wallahi Allah anatisha ndugu zanguni, Allah anatisha. Sasa wakati akifanya hivi, fima yadahu albatinu alayman, kiasi ambacho hichi chumba chenye ukubwa wa sentimita 300 cha upande wa kulia kinafanya nini? Kinachukua damu almuhmil bithani oxide alcarbon ila riatain. Inachofanya ni kuchukua damu ambayo yenye thani oxide alcarbon, yenye carbon dioxide, inaipeleka ila riatain, katika mapafu ya huyu mwanadamu. Kwa nini nakwenda? Liyunqa adam, kwa sababu ya kusafishwa ile damu hapo katika mapafu ya huyu mwanadamu. Prosesi za usafishwaji wa hii damu katika mapafu ya mwanadamu upoje? Wallahi utaona ukuu wa Allah subhanahu wa ta'ala, na tauhidi ya kweli itakita katika nafsi zetu. Hivi ni vyumba 4 vya moyo. Tumesema viwili vinaitwa al-adhintani, ambapo kimoja kipo kulia kwa moyo, kingine kipo kushoto mwa moyo. Ukubwa wake ni sentimita 100. Tukasema vyumba vya pili vinaitwa al-batinani. Batinani tumesema kimoja kipo kulia mwa moyo na kingine kipo kushoto mwa moyo. Ukubwa wake ni sentimita 300 kila chumba. Cha upande wa kushoto ni kwamba kinachukua damu safi na kuitawanya katika mwili. Cha upande wa kulia
kinachukua damu yenye thani oxide al-carbon, yenye carbon dioxide, na kupeleka katika mapafu. Kwa nini napelekwa kule katika mapafu? Ndio somo linalokuja biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tuone prosesi za usafishaji wa ile damu katika mapafu. Bila shaka tutasema subhanaka ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar. Yani hivi vinafanya kazi bila ya kuchoka. Toka umeumbwa kazi inafanyika usiku na mchana, asubuhi na jioni, katika kila hali popote utapokuwa hizi kazi zinaendelea. Lau moyo utasema umechoka ukasimama, maana yake na wewe umefili ile mbali. Ndio maana mwanadamu akifa, maana yake moyo unafanyaje? Unasimama. Ukisimama moyo, maana yake damu haitembei katika mwili wa huyu mwanadamu. Ikiacha kutembea damu katika mwili wa huyu mwanadamu, maana yake carbon au sumu itatawala katika mwili. Ikitawala sumu, inatengeneza mifumo ya gesi. Gesi sasa inachofanya, inatafuta mahala pa kutokea. Ndio utaona mtu akifa anavimba mwili. Ukishavimba ule mwili sasa, wapi inatokea? Inatafuta mahala popote, ile gesi inatoboa. Ikitoboa pale, ndio tunasema sasa mwili unaharibika. Katika mazingira kama hayo, bakteria nao na vijidudu, na wao wanasema alhamdulillah tumepata taaman, chakula kilichokuwa safi kabisa, wanatafuna tu wala wana shida. Sasa wallahi kama tunajua haya kwa ufasaha wa hali ya juu, bila shaka tutasema subhanak ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaba an-nar. Mola wetu haujaumba haya kwa sababu ya mchezo. Ya Rabbi, ni ili tutafiti na tukujue wewe Allah. Mola tulinde kutokana na adhabu ya moto mkali wa jahannam. Ndugu zangu, hizi ni miongoni mwa wadhaifi alqalb, kazi za moyo wa huyu mwanadamu. Wallahi Mwenyezi Mungu anasema walaqad dhara'ana li jahannama kathiran min aljinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Weka mstari hapo. Allah anasema atawatia motoni watu wengi kabisa pamoja na majini. Kwa nini? Allah anasema lahum qulubun la yafqahuna biha, wanayo mioyo isiyo na fiqhi. Kumbe fiqhi anatueleza hapa Allah maana yake ni nini? Mioyo nyinyi mnayo. Je, mnajua utendaji wa moyo katika miili yenu? Kama moyo ni katika kiungo kiadilifu, kinafanya kazi zake kwa uadilifu, we mwanadamu kwa nini usiwe muadilifu? Utatiwa motoni katika hali za namna hiyo. Sasa tuwe makini sana ndugu zangu, tanbihi kwenu, kwa maana kuwazindua. Sasa hivi Mayahudi wametengeneza kundi, na kundi hilo linajiona lenyewe ndio lipo katika manhaji sahihi kabisa kuliko kundi jingine katika Uislamu. Wakacreate hilo kundi, baada ya kulitengeneza wakaliingiza katika manahijul islamia, katika manhaji za Kiislamu. Kazi yao kuu waliopewa na Mayahudi ni kuhakikisha kwanza kufanya kwamba wao ndio wanaojua kila kitu na ndio wanaojua sunna za Bwana Mtume kuliko mtu mwingine yoyote. Mpango wa Kiyahudi. Na bahati mbaya hawa kwetu kwa wadogo wadogo wallahi hawajui. Wao wanashadidia vitu ambavyo uhakika na uhalisia wa mzizi wa hayo wanaoshadidia hawajui. Hawajui kabisa. Na ipo siku Mwenyezi Mungu akija kuwabainishia wamemtumikia Yahudi, watalia na kusaga meno. Ipo siku. Hii ni hatari ndugu zanguni. Leo Uislamu we hauna mapana. Wallahi hauna mapana. Chochote utachokigusa sasa hivi utaambiwa bid'atun dalala. Chochote utachogusa sasa hivi utaambiwa haram. Basi Uislamu umekuwa ni kanyangara kadogo tu. Ka watu kwenda msikitini na kuswali tu Allahu Akbar, basi ndio Uislamu umeishia hapo. Hatuna maalumati mengine katika Uislamu. Mtu anasoma miaka kadhaa, eti anarudi hapa, anakuja nchini kwake, badala awe msaada katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, anakuwa yeye ndo tatizo katika dini ya Allah. Ni shida.
Ndio Mayahudi walivyotengeneza. Kuna mikakati 19 ya Kiyahudi, na inshallah ipo siku tutaanza kuisoma hapa mikakati yao, alafu nyewe mtajua kundi hilo ni kundi gani, wenyewe tu mtabaini. Hakuna watu wanaopatia, ni wao. Hakuna watu wa sunna, ni wao. Hakuna haiwezi kuwa hivyo. Huyo Mungu hajafanya utaratibu wa namna hiyo. Yakitumwe nyinyi tu. Kwa lazima tushtuke. Haiwezekani wewe wao tu. Wao kina nani? Yaani babu zetu wote wale, baba zetu wote wale walisoma Uislamu hawajui kitu. Nyinyi ndio mnajua. Sasa hii aya ina kazi gani? Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, ina kazi gani? Wajuzi nyinyi. Wote wanaoswali swala zao zikubaliki, zinakubalika za kwenu nyinyi. Basi mmekuwa na ilmu ya ghaibu tena, ya kujua mpaka swala mnaoswali nyinyi ndio sahihi, wanaoswali wengine hazifai, hazifiki hata kwa Mwenyezi Mungu. Yaani hawa mabwana ukiwatafiti vizuri utabaini kabisa, yani wanajitia cheo cha uungu. Ndio ilivyo. Sasa hii ni hatari. Inshallah Mwenyezi Mungu atunusuru na wanusuru. Muwe makini sana na makundi ya ajabu haya yanayozuka kabisa, nakwambieni. Kwanza ukisikia tu mtu kazusha kundi ni bid'a vile. Bid'a kabisa. Kwa sababu Mtume ametuachia Qur'ani na Sunna, kutuachia kundi. Kwamba kundi fulani hilo ndio sahihi. Katuachia Qur'ani na Sunna. Sasa ukimsikia mtu amejitamii katika kundi fulani, jua bid'a hiyo. Hiyo hapo pale kuwa tuna kundi tayari ni bid'a. Tena dhalala. Kabisa, kwa sababu Mtume akutuachia kundi, katuachia Qur'ani na Sunna. Hivyo ndio inatakiwa sisi tushikamane navyo, sio kundi. Si mnanielewa vizuri? Kwa hiyo tuwe makini. Kundi ni uzao wa Mayahudi. Al-Afa'il Yahudi, kitabu kinaitwa Afa'il, joka la Kiyahudi shekhe. Tutaanza kusoma hapa baadhi ya masiku yajayo. Alafu mtaona miujiza inayotengenezwa. Na wallahi wameandika vitabu vingi sana. Na katika hiyo vitabu wakachukua zile hadithi, wakatengeneza mafahimu zao vyo kabisa. Na wanapandikiza kwenye vichwa vya watu. Na watu wanajiona ndio mafumu ya maana. Kumbe ni uenda wazimu tu wa Kiyahudi umetengenezwa pale ili kuwavuruga Waislamu. Nye tutasoma hapa na tutaziandika baadhi ya hadithi, afu tutaonyesheni mafahimu zilivyopotoshwa. Sababu anajua akipotosha hadithi ni rahisi sana Waislamu kujua. Kwa hiyo wanachokifanya ni kupotosha mafuhumu ya hadithi. Ni hatari sana. Yaani kama vile aya. Akibadilisha aya simtajua. Kwa hiyo anachofanya ni nini unajua? Anaacha aya vile ilivyo. Anapotosha ufahamu wa aya yenyewe. Akishapotosha ufahamu wa aya, afu anakuambia siku hizi hakuna tena qala Allahu qala Rasul. Hakuna. Hebu jiulize swali. Mtume sallallahu alaihi wasallam akishasema jambo, tuna haja gani ya kauli ya mwanachuoni? Tuseme tu ukweli. Mtume akishasema jambo, tuna haja gani ya kwamba lazima ije kauli ya mwanachuoni hapo? Lakini utaona ile hadithi inawekwa pembeni au aya, tunashika kauli ya wanavyoni. Kasema ibn fulani hapa, ibn fulani kasema. Ibn fulani nani wakati tuna aya hapa na tuna hadithi? Ayo aliyosema yeye ibn fulani ndio yale aliyosema Mtume. Sasa kwa nini tushike ibn fulani tushike aya Mtume? Huoni kama sisi tutakuwa ni wafasi wa ibn fulani sio wafasi wa Mtume tena? Mfano Mtume amesema hivi, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nasali. Alafu anakuja mtu anasema sahihi kabisa, qala ibn Diwan. Sikiza maneno, qala ibn Diwan, sallu kama raaitumuni usalli kama salla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Sikiliza. Sasa wewe kazi yako inakuwa mwanachuoni nani? Qala ibn Diwan. Unaacha tena hadithi ya nani? Manake wewe ni mfuasi wa ibn nani? Sio mfuasi wa Mtume. Kama hadithi ipo, kwa nini tusikae kwenye hadithi? Kwa nini wewe ibn fulani? Uyahudi umetutengeneza katika mazingira kama haya. Hatukatai kauli za ibn fulani ikiwa zipo katika utaratibu sahihi.
Lakini kwa nini iwe ndo namba moja? Leo wasoma aya, utaambiwa tunataka utuletee mfasiri alfasiri hiyo aya. Aya ukimleta yule ambaye hamtaki, hafai. Yaani kuna vitu vinakera, lakini ndio hivyo, ndio dini yetu ilipofikia. Leo mtu akisoma fiqh anataka kuja kukosoa mambo ya tiba. Kwa nini? Kwa sababu yeye ana fiqh. Jamani, fiqh na tiba wapi na wapi? Akisoma tibi anataka kuwa mufti, anatoa fatwa. Yaani mpaka sasa hivi havieleweki, sio siri. Yaani havieleweki kabisa. Hajulikani mufti sasa hivi ni nani? Hajulikani shekhe. Yaani sasa hivi maamuma anatoa fatwa, aliosoma mistari miwili anatoa fatwa, aliosoma miaka 10 anatoa fatwa, mfagia msikiti anatoa fatwa, muumini mtaani mvuta bangi anatoa fatwa. Yaani dini ya Kiislamu sasa hivi imepoteza mwelekeo. Hajulikani hata anayetakiwa kutoa fatwa ni nani, hajulikani. Na watu hawajui wachukue fatwa kutoka kwa nani, hawajui na hawana mpango wa kujua. Basi imekuwa kila mmoja tu akijisikia na anaanzisha kakundi kake, mufti naye anatoa fatwa. Hii ni hatari jamani. Tunaelekea kubaya. Inshallah Mwenyezi Mungu atunusuru. Mwisho niseme Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awarehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Inshallah usikose darasa linalofuata, tutakwenda kutazama zile prosesi za usafishaji wa damu katika sehemu ya mapafu ya huyu mwanadamu. Biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala, ukuu wa Allah tutauona amama ayunina biidhnillahi alkarim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Unaangalia Yusuf Diwan Online TV.